Karibu Tabora, karibu Toronto. Nafikia Benki Kuu kwa ushauri wangekuwa kwenye mikusanyiko ya watu hasa masokoni, wakawa wanatuma wataalamu wanakuja kutoa elimu ili watu wasiwe wanatumia fedha vibaya au wanaikunja vibaya. Wakipata hilo somo, nadhani fedha zitakuwa kwenye uangalifu wa kutosha. Nyuma yangu ni soko la Mwendokasi lililopo kata Mtendeni hapa manispaa ya Tabora, na soko hili lina zaidi ya wafanyabiashara ndogo ndogo zaidi ya 60, hususan akina mama ambao wanafanya biashara ya kuuza nyanya, vitunguu, karoti pamoja na viungo mbalimbali vya matumizi ya kila siku. Kama unavyofahamu, katika noti zinazotolewa na Benki Kuu ya Tanzania zipo alama mbalimbali ambazo zinatofautisha kutoka noti moja kwenda noti nyingine. Halikadhalika kuna alama ambazo zinaonesha uhalali wa noti inayotolewa na Benki Kuu ya Tanzania na zile ambazo zinatengenezwa na wajanja huko mitaani. Noti fake inatambulika kwa sababu noti fake ni tofauti na original. Kwanza fake hata ukiishika inakuwa iko tofauti. Original inajulikana, hata ukikunja ukiachia inajikunjua. Wakati fake ukikunja inabaki hivyo hivyo. Kwa mfano ukiweka upande wa mwanga, ukiangalia ile original kule ndani kuna maandishi yameandikwa ambayo yanaonyesha kwamba kama ile shilingi 10,000 imeandikwa shilingi 10,000, ambao fake hawawezi kufanya hivyo. Uwepo wangu katika soko hili ni kutaka kuongea na wafanyabiashara hawa kuhusiana na namna wanavyopokea na kuhudumia wananchi mbalimbali katika eneo hili kupitia noti zilizotolewa na Benki Kuu ya Tanzania, yani shilingi 1,000, shilingi 2,000, shilingi 5,000 na kadhalika ile shilingi 10,000. Namna wanavyozitunza fedha hizi baada ya kufanya biashara katika soko hili, lakini vile vile namna ya kuweza kutambua alama mbalimbali zinazopatikana katika noti hizi. Pesa ambayo ipo kwenye mzunguko kwa biashara yangu ni noti ya shilingi 1,000, kwa sababu unakuta wakulima wengi ndio wafanyabiashara ambao wanakuja kutuona hapa kufanya kununua nyanya. Kwa hiyo inakuwa kipato chao ni kidogo, wanatumia hasa sana na noti za shilingi 1,000. Anaomba nyanya za shilingi 1,500. Kwa hiyo mzunguko mkubwa ni shilingi 1,000. Kwa kweli noti za shilingi 1,000 nyingi zimechoka kwa sababu zina mzunguko mkubwa kwa soko letu. Huwa tunaangalia tu namba zile ambazo bado zipo kwenye noti zile zinazojulikana na kile kialama cha alama ya shaba kile. Ukiona hakipo basi ile noti huwa tunazikusanya tu, tunawapa wafanyabiashara wakubwa kwenda kuzibadilisha benki. Huenda hata wewe mtazamaji ungetamani sana kuweza kujua ni alama gani muhimu na tofauti zinazopatikana katika noti mbalimbali zinazotolewa na Benki Kuu ya Tanzania. Ungana nami katika kipindi hiki uweze kusikia na kujifunza mengi kuhusiana na alama mbalimbali zinazotofautisha noti moja kwenda nyingine, hususan zile halali zinazotolewa na Benki Kuu ya Tanzania. Yaani mimi noti halali bwana, mara nyingi huwa naiangalia kwenye mwanga. Noti halali ina ramani nzuri ya picha ya Mwalimu Nyerere. Noti feki alama yake ya Mwalimu Nyerere ina ramani ya ovyo ovyo, yani ambayo haitambulishi picha ya Mwalimu Nyerere. Miaka ya nyuma tulikuwa tunakutana nazo sana. Kwa kweli utunzaji wa fedha tulionao sisi kutokana na mitaji yetu haijawa mikubwa, tunajishughulisha na michezo midogo midogo ili angalau kuinua kipato. Tunacheza michezo ya 2,000, 1,000, na pia unapouza unakuwa na kimkoba. Ukiuza ile noti unafungua kwenye kimkoba chako, unatumbukiza, unatoa change hivyo. Siku hizi hatuweki kwenye matiti, tunaokopa marazi. Karibu Tabora, karibu Toronto.